Kifo hakikumpa maisha mapya Patrick Chanley, lakini kilibadilisha kabisa mtazamo wake kuhusu maisha. Patrick ni mwanasheria wa masuala ya biashara aliyefanikiwa sana, ambaye zamani aliamini kuwa muda wa kupumzika ni kupoteza maisha. Alijituma sana kufikia mafanikio makubwa zaidi. Mwaka 2021, wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19, akiwa na umri wa miaka 39, akiwa katika hali nzuri ya kiafya, lakini ghafla alipata mshtuko wa moyo. Moyo wake ulisimama kufanya kazi. Siku hiyo alikuwa amekaa tu nyumbani kwake kwa utulivu, akila vitafunwa vyake usiku. Alianguka ghafla na kukimbizwa hospitalini. Madaktari waligundua kuwa mshtuko huo ulisababishwa na ugonjwa wa kurithi wa moyo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, Patrick alikufa kwa dakika 40 tu. Mke wake alianza kumpa huduma ya kwanza ya CPR mara tu moyo wake uliposimama. Watoto wao walikimbia kuomba msaada. Wahudumu wa dharura walijaribu kumwokoa bila mafanikio mwanzoni. Hatimaye baadaye wakatumia umeme mara kadhaa na sindano ya adrenaline na kufanikiwa, na moyo wake ukaanza kupiga tena. Walikuwa na mshtuko wa umeme mara kwa mara kuamsha moyo wake. Mke wake alikumbuka kwa hofu. Alikaa wiki moja akiwa jitambui na akipata degedege. Patrick alikuja kuzinduka baada ya wiki moja, lakini alikuwa amepata madhara kwenye ubongo. Alipoteza kumbukumbu, uwezo wa kufikiri kwa haraka na nguvu zake. Patrick anasema, bado ni vigumu kuamini kilichotokea. Nilipoamka sikuweza kuona. Nilikuwa naona kitu lakini sikuelewa ni nini. Upofu wa muda mfupi ulimfanya apate hali iitwayo Charles Bonnet syndrome, ambapo ubongo huunda picha kama ndoto ili kujaza jengo la taarifa za kuona. Baadhi ya maono aliyaona yalikuwa ya kutisha, mengine mazuri na ya kuvutia. Wakati mwingine alihisi yuko hospitali kwenye kilima kilichofunikwa na theluji, akitazama nje dirishani. Alisema uzoefu huo ulimpa hisia ya amani na furaha. Hii ni sauti ya Rami Ramsey kutoka GA Lens.